dunia ishabadilika sasa hivi, mambo yako mengi sana, namna za kuachia music zimekuwa nyingi, alafu pia kuna zile watu wanaachia kazi mara kwa mara. Kwa hiyo kuna muda mtu huwezi kufanya kila kitu mpaka uende kufanya kwenye interviews ndio ufanye kama nani na kwa okay. Kwa hiyo inatokea kwa misingi tofauti. Unaona hii sasa ngoja niende nayo kwa mfumo huu, hii niende nayo kwa mfumo huu. Yeah. Yani kama una project kwenda radio ni haiwezekani. Nakuwa kidogo unajua mambo mengi, yani mitandao imekuwa mingi, yani kazi zinafika sana sasa hivi. Muda umebadilika sana. Yeah. Kuna stories zinasema sasa hivi soko la radio linaanza kupotea taratibu. Yani hilo kama wasanii mnaliona, mnaona sasa radio nguvu yake inaanza kupotea. Maana hizo zinazungumzwa sana. Nafikiri kwa mwanzoni ndio ilikuwa unahisi kama unaona hivyo, lakini muda unazidi kwenda unahisi kwamba ni generation tu zikibadilika zinakuja na mifumo yao, lakini kuondoa kile kitu cha zamani inakuwa ni kwa mifumo tofauti sana. Ni inabidi kuna nguvu ya ziada sana kufanya hivyo kwa sababu ishaonyesha upekee. Yani upekee wa radio na hizi social media kuna utofauti mkubwa sana. Okay. Nafikiri muda unavyozidi kwenda watu wanaanza kuona huo tofauti, na kadri utakavyoona utofauti ndio watajua kwamba kitu hakiwezi kupotea. Ila pia tukirudi tena kwenye uhalisia, hata radio sasa hivi pia ziko kwenye social media. Yani radio yenyewe bado ina social media zake, kwa hiyo ni lazima iwepo tu. Kwa hiyo ni story ambayo pengine za muda. Ni za muda, ni swala la muda. Na kwako iko hivyo mzee baba? Yeah, pia nafikiri ni hivyo. Points ni hizo. Okay. Yeah, radio haiwezi kupotea. Yani tuseme ndio wanasema tena radio na TV. Radio na TV. Mifumo ya radio na TV haiwezi kupotea kwa sababu yani mchango wa radio na TV ni vitu tofauti na social media. Okay. Online ipo offline. Kuna watu wengine hawezi kuwafikia kwa social media. Unajua kuna watu wengine watumia mitandao. Kwa hiyo nguvu ya radio, nguvu ya TV bado iko. Yeah, lakini sasa hivi mnapata tagi kubwa sana la mitandao ukilinganisha na wasanii wa zamani. Hata wenyewe pia wanasema wanatamani wangekuwa nyakati hizi, pengine muziki ungekuwa rahisi sana kutembea. Nafikiri wako sahihi. Wako sahihi kwenye nyanja tofauti. Yeah. Hakunaga mtu ambaye generation yake anasema hili kwenye pesa, haijai kutokea. Ila generation zinazofuata anakuwa amesha experience vitu vingi, so anahisi kama ni rahisi zaidi. Ni sawa sawa hata kwenye maisha ya kawaida, watu wengine wanasema nikirudishwa hata miaka 10 nyuma nianze upya nilichokifanya nitakuwa mbali zaidi, kwa sababu amesha experience kile kitu. Lakini ukiwepo kwenye hii generation pia kuna ugumu wake, kwa sababu wapo watu mpaka saizi ndio generation za sasa hivi, lakini hawezi kwenda na hizo social media vizuri. Kwa sababu bado hawaziwezi, hawana uelewa nazo. Ila nyinyi zinawapa company ya kutosha. Yeah, zinatupa company. Kwa mfano hata mimi nikizungumzia kwenye hiyo case ya mtu anaposema kwamba kwa generation ya sasa hivi kama angekuepo angeona kama amepata njia nzuri nyingi zaidi. Ni sahihi kwa sababu kwanza unajua social media zinawasaidia watu kwa ukubwa sana. Kwa sababu mtu ambaye alikuwa anafikiria labda akitoa wimbo wake lazima kwanza apitie kwenye radio, apitie kwenye TV, kabla hizo sehemu anaweza akatumia social media zake kama ni sehemu mojawapo ya kufanya vitu vyake exclusive pia. Unajua kwa maana mtu anaweza akajitengenezea tu bana kijiji chake, bana mimi nipo Instagram tu, mimi nafanya muziki wangu lakini nataka niwafurahishe watu wa Instagram au nataka nifurahishe watu wa TikTok tu peke yake. Unaona? Kwa imekuwa kama ni opportunity pia kwa watu pia kuona kufika mbali zaidi. Kwa maana unaweza ukahitaji labda kuwafikia watu wa Dar es Salaam au kuwafikia watu wa Kenya au si ndio? Au nje ya Afrika zaidi. Unaweza kutumia mitandao ya kijamii kwa haraka. So sasa hivi kufika mbali zaidi ni haraka tofauti na zamani. Kwa wakati wao hata wakiangalia kwamba nifanye wimbo sasa hivi, ningefanya nyimbo ambazo nimezifanya kipindi gani ningezifanya sasa hivi zingekuwa zina mileage kubwa sana. Na ukizingatia tuko katika dunia ambayo inabadilika. Ukiamka hapa amekuja kitu hiki kipya. Mna miaka 5 iliyopita mlitoa Mia Molo, track ambayo ilienda sana. Ukilinganisha project zenu za zamani za sasa, mnaona namna ambavyo mnateleza zaidi. Yaani kwenye project za leo mnateleza kuliko hata Mia Molo. Yes, ni the same pia. Kuna muda tunatamani turudishwe nyuma zile nyimbo tuzitoe sasa hivi. Yani tunahisi kabisa kwamba kuna watu na ambao tunakutana na hizo comment wanasema hii nyimbo ilivitaje hii. Yani mbona kama mliwaishi ilikuwa mnaimba mbele ya muda. Yani hivyo muziki ndio huu bado tunauimba, alafu nafikiri unakutana na muziki ambao ulishai kuimba sasa hivi ndio ukienda TikTok unakuta watu wameondoka na kitu kama hicho mpaka unaona hivyo. Kuna ngoma za star fulani hivi kutoka Bongo au nje ya Bongo umesikia sana huu muziki wangu ambao niliufanya miaka kadhaa nyuma, huyu leo ndo anaondoka nao. Kama ngoma gani unaweza ukaitaja labda? Mfano nafikiri
Mfano mzuri kwanza utaanza na hiyo Mi Amor. Kind ya ule wimbo, hata ile beat, yani fanya ondoa verse zetu. Alafu bakisha lile beat uone watu ndio wanavyotonda. Ndio kitu wanavyopenda sasa hivi. Watu sasa hivi wanapenda sana muziki wa namna ile. Alafu unakuta sisi tulishaufanya afu tukahisi kama soko watu wameitika, lakini kuna vitu vyetu wanavihitaji zaidi kuliko hicho. Alafu sasa hivi ndio watu wanaenda nacho. For the same pia ni muziki fulani ambao unaona kabisa ndio generation siku hizi wanapenda muziki kama huo. Nafikiri Kiama tumepata comment nyingi za vijana sasa hivi wanasema yo humu mliimba hivyo yani. Oh yeah. Bana bab kubwa tuko na Nego Let Me Do ndani ya Mega Mix Show ya Abud FM, and sasa hivi wana project yao inaitwa Liar, imetoka, ni moja kati ya ngoma kali sana, ila ni kwa sababu wako hapa itabidi tuimbe kidogo, as you know. Leo nasikia kwenye baadhi ya maeneo huwa wanafanya karaoke. Kwa hiyo na sisi tukipata tukaanza kuwatengenezea watu vibes za namna hiyo, itakuwa poa sana. Sasa Rama Q unaweza kansetia mambo pale au Juice iko wapi? Okay. Tupige kidogo hapa, na hapa mimi nawarudisha sijui nyuma ama tuko sawa. Mafichoni nataka tuipige kidogo. Mafichoni hapa ili vitu vikae poa kabisa. Koleza ladha, koleza inachochea moto na chochea mpenzi maka, ninakuaminia mpenzi, ladha imekolea. Sogea dada sogea, tunajongea wao wanazomea, ila utamu wa chali utamu wa sali, tunajua mimi na wewe. Mimi nakuweka mafichoni wasikuone, mimi nakulinda yangu mboni usionekane, mimi nakuweka mafichoni wasikuone dada, ninakulinda yangu mboni usionekane. Usikutike kwa viemoji rojo mtori na kama ni wivu wendo naenijua, usiwapo karibu tanipa ukicha, naona kama miujiza ulivyonituliza mama sita mwila. Yale mapenzi matamu nanipea, ndo maana sishiwi hamna ogelea, ndo maana ukitabasamu ninajongea chumbani. Koleza ladha koleza inachochea moto na chochea mpenzi maka, ninakuaminia penzi, ladha imekolea. Sogea dada sogea, tunachochea wao wanazomea, ila utamu wa chali na utamu wa sali, tunajua mimi na wewe. Mimi nakuweka mafichoni wasikuone, mimi nakulinda yangu mboni usionekane, mimi nakuweka mafichoni wasikuone dada, mimi nakulinda yangu mboni usionekane. Usikutike kwa vimoji rojo mtori kama ni wivu wendo naenijua. Reasonale, and this is bogus. Nego let me do. Yeah, naambiwa msikae. It's all about good music right here. We got Nego ndani ya Mega Mix Show ya Abud FM. Of course ni siku nzuri tamu, Nego ako hapa. Yeah. Vitu ni vingi. Yeah. Good music bado naishi. Yeah. Kuna dada mimi nampenda sana, nitamwambia mama. Huyu dada mimi nampenda sana, nitamwambia mama. Listen. Baby boo, love you too, as you do.
na penzi si moto wa kifuu, tabibu la moto la kupendo la uchawigo, nafurahia nalia, unachokitaka agiza utalipa, na shepu yako ni moto fire, sina haja ya TV kata waya, naipenda familia yangu baby njoo Empire, nicheki nawe movies isia, ukae kwa mtima ladies bye bye bye, na kesho nikupeleke dina lunch, nitalipa vile utaenjoy, kama shepu yako imeninyoosha, napiga di magoti na jona mjinga, na kila nkikuona mdomo mbatuk, mabebi unanikosha mzima mzima, nampenda sana nitamwambia mama, nampenda sana nitamwambia mama, huyu dada mimi nampenda sana nitamwambia mama, kuna dada mimi nampenda sana nitamwambia mama, penzi baridi moto fire, nipende mimi sina ubaya, usinisaliti nipe raha, kukumiliki wala sombaya, mabedi niliti minapagawa, hatari kibiti mindonawawa, na la nataka niwe nawe baby, wengine usichachawe usindi, manena watu mawe chichi, yakirushwa na situ ya kwepe, usinipige dana kwa maana moyo utaniuma, nipenda familia yangu baby njoo Empire, nicheki nawe movies isia, kae kwa mtima ladies bye bye bye, na kesho nikupeleke dina lunch, nitalipa vile, kama shepu yako imeninyoosha, napiga di magoti na jona mjinga, na kila nkikuona mdomo mbatuk, mabebi unanikosha mzima mzima, nampenda sana nitamwambia mama, yeah huyu dada mimi nampenda sana nitamwambia mama, huyu dada mimi nampenda sana nitamwambia mama, nampenda sana nitamwambia mama, nampenda sana nitamwambia mama, nampenda sana nitamwambia mama, huyu dada mimi nampenda sana nitamwambia mama, huyu dada mimi nampenda sana nitamwambia mama, bana, tuko na Nego ndani ya Mega Mix Show ya Abuda FM. Kila kitu kiko sawa kabisa na itabidi tuendelee tu na hapa tulipo au vipi bana eh? Yeah. Moja kati ya vitu ambavyo tunavizungumzia leo ni pamoja na ukuaji wa muziki. Of course hiyo ndo title yetu. Yeah, kwa namna ambavyo mnauangalia, mnaupicture muziki kwa ujumla wake, mnaona unakuwa hasa sehemu ambayo mnatokea? Yeah, unakuwa kwenye engo ipi? Unajua zamani matazamio yetu yalikuwa ni kuangalia levels ambazo watu wengine wamefika. Hii ilikuwa inatudomaza kwa sababu hata ukifanya kitu kizuri kuna muda unataka kufikiria kwamba Bro Belly alifanya nini, Afande Sele alifanya nini. Hiyo ilikuwa inatufelisha sana, ila kwa sasa hivi tunachokitazama sisi ni kipi ambacho sisi tuna achieve baada ya kufanya kile ambacho sisi tunakifanya. So muziki unakuwa sana. Kitu kikubwa pia sasa hivi unajua social medias ndo zinatupa majibu ya vitu vingi ambavyo tunavifanya. Yanatupa ukubwa wa namna gani sisi tumefika, au watu wangapi wametazama. Achana na ile kutazama Morogoro wananiangaliaje au Dar es Salaam wananiangaliaje au sema. Sasa hivi unaweza ukajiona mbali zaidi, unaweza kuona watu tofauti kwenye nchi tofauti wanatazama muziki wako. So tunakuwa sana. Okay, hiyo kwa namna ambavyo mnazipicture namba za mitandaoni, si ndio?